Samia Suluhu yu taabani baada ya barua kuandikwa kutoka nchini Tanzania kwake Donald Trump. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Kilio cha dharura kilichovuka mipaka ya bara la bahari kikielekezwa kwa taasisi za kisiasa za Marekani na Ulaya kimefichua kuwa ukali, hali mbaya na hali mpya ya hatari na ukumba taifa la Tanzania, ambayo ni kuzimwa kwa sauti huru kupitia ushirikiano wa kimya kati ya serikali na kampuni kubwa ya teknolojia ya kimataifa. Ndani ya ujumbe uliosambazwa hadharani na mwanaharakati wa diaspora Mange Kimambi, alieleza kufutwa kwa akaunti zake za Instagram, Facebook pamoja na jukwaa la habari la Wananchi Forum, majukwaa yaliyokuwa yakifikia zaidi ya Watanzania milioni 10. Tukio hili alikuwa hitilafu ya kiufundi bali dalili ya mkakati mpana wa kudhibiti taarifa na kufuata vilevile kufuta ushahidi wa ukiukwaji wa haki. Kufutwa kwa akaunti hizo kulikuja katika kipindi ambacho vyombo vya habari huru ndani ya Tanzania tayari vilikuwa vimedhoofishwa na mazingira ya kisheria na kiutawala. Sheria za maudhui mtandaoni, adhabu ya kufungia leseni na kukamatwa kwa waandishi wa habari vimeunda hali ya hofu iliyosukuma mjadala wa kisiasa nje ya mipaka ya nchi. Ndani ya ombwe hilo, sauti za diaspora zimekuwa njia mbadala ya kusambaza taarifa, kufuatilia matukio ya kisiasa na kuhifadhi kumbukumbu ambazo zingeweza kupotea. Kufutwa kwa majukwaa haya kulikatiza ghafla mshipa huo wa mawasiliano. Katika ujumbe huo, Kimambi aliainisha kwa wazi kuwa Meta ilikuwa ikifanya kazi kwa karibu na serikali ya Tanzania na katika kunyamazisha wanaharakati na kuzuia mtiririko wa habari. Kauli hii iliambatana na wito wa Seneti ya Marekani, Baraza la Wawakilishi, Ikulu ya White House, Bunge la Ulaya, Baraza la Umoja wa Ulaya pamoja na vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa. Orodha hii ndefu ya walengwa ilionyesha uzito wa tatizo na juhudi za kuligeuza kuwa ajenda ya kimataifa baada ya mifumo ya ndani kushindwa kutoa ulinzi. Historia ya kisiasa Tanzania inaonyesha mzunguko unaojirudia wa kudhibiti taarifa wakati wa misukosuko ya kisiasa. Kuanzia enzi za mchana ama za chama kimoja, serikali ilitumia vyombo vya dola kusimamia simulizi la kitaifa. Mageuzi ya vyama vingi yalifungua anga ya habari kwa muda, lakini kuanzia mwishoni mwa miaka 2010 kulishuhudiwa kurejea kwa mbinu za kizamani kupitia sheria za kisasa. Sheria za makosa ya mtandao, kanuni za maudhui mtandaoni na matumizi ya mamlaka ya udhibiti wa mawasiliano zimekuwa zikitajwa mara kwa mara katika ripoti za mashirika ya haki za binadamu kama zana za kunyonga uhuru wa kujieleza. Katika mazingira hayo, jukumu la kampuni za kiteknolojia limekuwa nyeti zaidi, na Meta kama mmiliki wa Facebook na Instagram imekuwa ikisisitiza hadharani dhamira yake ya kulinda uhuru wa kujieleza. Hata hivyo, matukio katika nchi mbalimbali ikiwemo Ethiopia, Myanmar na sasa Tanzania yameonyesha pengo kati ya kauli za vitendo. Ushirikiano na serikali katika kufuta maudhui au akaunti umeacha maswali mazito kuhusu vigezo vinavyotumika na uwajibikaji wa kampuni hizi kwa jamii zinazotegemea majukwaa yao kama uwanja wa mwisho wa maoni huru. Na ujumbe wa Kimambi uliweka bayana kuwa kufutwa kwa akaunti hizo kulifuta pia ushahidi wa mnyanyaso, taarifa za ukiukwaji wa haki na kumbukumbu za sauti za wananchi. Na katika nchi ambako kumbukumbu rasmi zinathibitiwa na dola, mtandao ya kijamii imekuwa hifadhi mbadala ya historia hai. Kuondolewa kwa maudhui hayo kunamaanisha si tu kunyamazisha watu binafsi, bali kufuta kumbukumbu ya pamoja ya taifa. Kanda ya Afrika Mashariki imekuwa ikishuhudia mwelekeo unaofanana, na nchini Uganda na Rwanda mitandao ya kijamii imefungwa au kudhibitiwa wakati wa uchaguzi wa maandamano. Na Tanzania, ambayo hapo awali ilionekana kama kisiwa cha utulivu wa kisiasa, imejiunga polepole katika mkondo huu wa kudhibiti anga ya kidijitali. Mashirika ya kikanda ya kimataifa yamekuwa yakitoa tahadhari kuhusu athari za hatua hizi kwa demokrasia na utawala wa sheria. Ndani ya nchi kukosekana kwa vyombo vya habari huru kumewaacha wananchi wengi wakitegemea uvumi au taarifa zilizochujwa na serikali. Hali imeongeza pengo la uelewa kati ya watawala na watawaliwa. Diaspora
imekuwa daraja linalounganisha taarifa kutoka ndani na nje, lakini daraja hilo sasa inavunjwa kwa makusudi. Na kauli ya Kimambi kwamba sauti za diaspora zimebaki kuwa chanzo cha mwisho cha taarifa inaakisi ukweli mchungu wa kufungwa kwa nafasi ya mijadala ya wazi ndani ya mipaka ya taifa. Kisiasa, kufutwa kwa kaunti hizi kunakuja katika wakati ambao Tanzania inajaribu kujijenga upya kimataifa kama nchi inayoheshimu haki na utawala wa sheria. Serikali imekuwa ikitafuta kurejesha mahusiano na wafadhili wa taasisi za kimataifa baada ya kipindi cha mvutano. Hata hivyo, matendo yanadhibiti uhuru wa kujieleza yanakinzana na simulizi hilo na yanaweza kuathiri imani ya washirika wa kimataifa. Ujumbe uliotumwa kwa bunge la Ulaya na baraza la Umoja na Ulaya na una uzito maalum, na taasisi hizi zimekuwa mstari wa mbele katika kujadili uwajibikaji wa kampuni za kiteknolojia kupitia sheria za kidijitali na ulinzi wa haki za watumiaji. Kuitaka Meta iwajibike kwa matendo yake nchini Tanzania kunafungua mjadala mpana kuhusu wajibu wa kampuni za kimataifa na katika kulinda haki za raia na nchi zinazotawaliwa na mifumo dhaifu ya uwajibikaji. Na katika ngazi ya Marekani, kutajwa kwa Seneti, baraza la wawakilishi na ikulu ya White House kunaashiria mkakati wa kulifanya suala hili kuwa sehemu ya diplomasia ya haki za binadamu. Marekani imekuwa ikijitambulisha kama mtetezi wa uhuru wa kujieleza duniani na kampuni nyingi za teknolojia zinatoka huko. Shinikizo la kisiasa linaweza kuwa chombo pekee cha kulazimisha uwazi katika maamuzi ya Meta yanayohusu Tanzania. Athari za kufutwa kwa majukwaa haya haziishi kwa wanaharakati wachache, zinagusa haki ya msingi ya mamilioni wa Tanzania kupata taarifa mbadala, kushiriki mijadala ya kitaifa na kuwajibisha viongozi wao. Na taifa linaponyimwa taarifa, maamuzi ya kisiasa yanakuwa butu na hofu inachukua nafasi ya mjadala. Hali hujenga mazingira mazuri ya kuendeleza utawala usio na wazi. Mwisho wa simulizi hili hauko katika kurejeshwa au kutorejeshwa kwa kaunti chache, huko katika mwelekeo ambao Tanzania itachukua katika enzi ya kidijitali, ikiwa kunyamaza kwa sauti huru kutakubaliwa kama haki ama kama hali ya kawaida, basi taifa litazidi kuingia katika giza la taarifa ya historia yake, ama na historia yake itaandikwa na wachache wenye nguvu. Ukimya na uoga vitakuwa sarafu ya kisiasa na gharama yake italipwa na vizazi vijavyo. Kilio kilichotumwa nje ya mipaka ni ishara ya tahadhari, na kupuuzwa kwake kutathibitisha kuwa giza hilo limechaguliwa kwa makusudi. Ni hayo kwa sasa tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.